Baba mtakatifu, Mungu uliye mwema, tumepewa jina la Yesu, jina pekee lenye uwezo liwezalo kutuokoa sisi. Ndilo jina lenye nguvu, na mataifa wanahubiriwa kwa jina hili, wakimpokea wanaokolewa. Na imani chanzo chake ni kusikia, na kusikia huja kwa neno la Bwana. Baba, tunakwenda katika wakati huu wa kusikia ujumbe wako. Tunaomba neema yako Bwana iwe pamoja na sisi, ukitusimamia, ukituongoza, ukitujali na kutujenga. Sikia kila mmoja wetu anavyokuomba. Kila mmoja wetu anakuja na hitaji rohoni na hitaji mwilini. Tunapokwenda kusikia ujumbe huu, tunaomba neema yako iwe pamoja nasi. Acha Roho wako Mtakatifu atuongoze, atusimamie ili kwamba tuweze kupokea. Tunaomba katika jina lenye nguvu, jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Hebu tuitike amina. Niombe kabla ya mambo yote, kabla hatujaendelea na jambo lolote, nikuombe ufungue Biblia yako katika kitabu cha Matendo ya Mitume. Fungua pamoja nami kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume. Tutasoma ule mlango wa 2. Tutaanzia mstari wa 37. Kitabu cha 2 cha Luka, yani Matendo ya Mitume, sura ya 2 mstari wa 37. Tutaanzia hapo. Baada ya kusoma, tutakaa katika utulivu mbele za Bwana. Walipoyasikia haya, wakachomwa mioyo yao, wakamwambia Petro na mitume wengine, tutendeje ndugu zetu? Petro akawaambia, tubuni mkabatizwe kila mmoja kwa jina lake Yesu Kristo, mpate ondoleo la dhambi zenu, nanyi mtapokea kipawa cha Roho Mtakatifu. Kwa kuwa ahadi hii ni kwa ajili yenu na kwa watoto wenu na kwa watu wote walio mbali na kwa wote watakaoitwa na Bwana Mungu wetu wamjie. Akawashuhudia kwa maneno mengine mengi sana na kuwaonya akisema, jiokoeni na kizazi hiki chenye ukaidi. 41. Nao waliolipokea neno lake wakabatizwa, na siku ile wakaongezeka watu wapata 3,000. Wakawa wakidumu katika fundisho la mitume na katika ushirika na katika kuomega mkate na katika kusali. Kila mtu akaingiwa na hofu. Ajabu nyingi na ishara zikafanywa na mitume. Na watu wote walioamini walikuwa mahali pamoja na kuwa na vitu vyote shirika, wakiuza mali zao na vitu vyao walivyokuwa navyo, na kuwagawia watu wote kama kila mtu alivyokuwa na haja. Na siku zote kwa moyo mmoja walidumu ndani ya hekalu, wakimega mkate nyumba kwa nyumba na kushiriki chakula chao kwa furaha na kwa moyo mweupe, wakimsifu Mungu na kuwapendeza watu wote. Bwana akalizidisha kanisa kila siku kwa wale
waliokuwa wakiokolewa. Haleluya. Naomba kanisa tukae. Bwana Yesu asifiwe. Uhuru wa Yesu. Mwana kondoo ameshinda. Asante sana. Asante sana. Kweli tunamtukuza Mungu kwa sababu ya wema wake na upendo wake kutuita hapa tukutane, tumsifu, tumwabudu yeye. Masaa haya machache ya kukaa pamoja hapa, ninamwomba Mungu kwamba yawe ya faida kwa kila mmoja wetu. Baba mchungaji, kiongozi, tunamshukuru Mungu sana. Asante sana kwa sababu wewe ndiye kiongozi wetu tena katika chaplaincies zetu. Kuniangushia zamu yangu huku. Namshukuru Mungu sana. Mwaka juzi nilikuwa Duse, mwaka jana nilikuwa Mwalimu Nyerere, lakini mwaka huu namshukuru Mungu kwamba tuko pamoja hapa. Niwaletee salamu kutoka kwa familia yangu. Mke wangu Eunice anawasalimia. Mnaweza kumpungia mkono. Nitamwambia walikupungia mkono. Tumebaki mimi na yeye. Watoto wetu sasa ni watu wazima. Kila mmoja ana mambo yake. Tunasalimiana tu kila mmoja na familia yake. Tunamshukuru Mungu sana. Tunabakiza miezi michache ili tufikishe ndoa yetu ifikishe miaka 45. Amina, naona mmebarikiwa sana na jambo hilo. Ni neema ya Mungu. Lakini sisi tukitazamana tunaona kama tuna miaka 3. Tunaona kama tuna miaka 3 tu katika ndoa. Na tunamshukuru Mungu. Ngoja niwaambie siri. Ilikuwa shida sana siku ile tumefungishwa ndoa, alafu tumebaki wawili na hatufahamiani sana. Sasa hivi sijui mna bahati nzuri au mbaya, mnafahamiana sana mapema. Kwa upande mwingine inawapa neema ya kuja kuishi vizuri, lakini kwa sehemu nyingine inawapa changamoto. Kweli sio kweli? Inawapa changamoto, na wengine mpaka imewasababisha kujisikia hatia ndani ya mioyo yao. Yaani anasikia hatia moyoni. Kwa nini niliingia kwenye haya mahusiano? Mbona yamenipeleka mbali sana na Bwana? Yapo hayo. Sisi bahati nzuri, njema, sijui namna gani. Nadhani hata mchungaji walikuja nao wakagusia utamaduni huo wa kutokufahamiana. Mkikutana, mnakutana ikiwezekana mnakutana 4. Anakuja na rafiki yake na mimi nakuja na rafiki yangu. Na wanatusikiliza. Piga makofi kwa utamaduni huo mzuri. Sasa tukiwa na jambo kubwa zaidi, tukianza semina ili kwamba tuende sasa tukafungishwe ndoa, tunakutana 4 au hata 6. Alafu tunaenda kwa mchungaji. Sasa mchungaji anatubakiza tukiwa wawili. Sasa tukimaliza tu hayo mazungumzo, kila mmoja anapanda Phoenix yake,
mwingine anaenda mashariki, mwingine magharibi. Mtakutana Jumamosi, siku ya kufunga ndoa. Tulikuwa hatufahamiani kwa kiasi hicho, lakini baadaye tukiwa wazee tu hivi tukaja tukagundua kwamba kumbe wote tulikuwa darasa moja la Sunday school. Utotoni mimi nilikuwa niko kwenye darasa, mwalimu wetu alitupangia madarasa, darasa la juu kidogo na la wadogo. Sasa mke wangu alikuwa darasa la wadogo na mimi nilikuwa darasa lile la wajanja. Tunamshukuru Mungu, mwalimu wetu Mama Ruth Joel Sheka ambaye ni mama mkwe wake na mtumishi wa Mungu Mwakasege, hiyo ndio alikuwa mwalimu wetu, mama yake Diana. Tulifurahi sana tulipogundua kwamba kumbe wote tulikuwa Sunday school. Madarasa mawili tofauti lakini kanisa moja. Bwana Yesu asifiwe. Tulipata shida sasa siku ile tumefungishwa ndoa. Siku ya mnaita honeymoon. Sisi tulikuwa hatuendi huko kwenye nyumba hizi ambazo mnatazamia kwenda wengine. Sisi tulikuwa tu unaoa, unamleta mkwe nyumbani, alafu mnakaa pale nyumbani kama baba anawapenda hata miaka 10 mpaka 20. Mko pale. Sasa sisi tulikaa muda gani, lakini ile siku ya kwanza hatufahamiani. Sasa tumekaa pale kitandani, ndio tunaanza sasa kufahamiana usiku. Tumekaa hapo. Sasa tunauliza, kila mmoja anajiuliza moyoni mwake, baada ya hapa tunaendeleaje? Bwana Yesu asifiwe. Tulikuwa tumeokoka na jambo la maombi lilikuwa jambo muhimu sana kwetu. Sasa mimi nikapendekeza, si nimesema kwenye Sunday school nilikuwa mkubwa kidogo, basi nikaona nichukue muda nafasi ya kupendekeza tuanzeje. Basi nikamwambia mwenzangu, si tumekaa hivi wote tumetazama huku, hata hatuonani vizuri. Nikamwambia tuombe. Alafu na yeye akasema, akafanya yaani amekubali. Basi tukafumba macho, tukasubiriana, hakuna aliyeomba. Baadaye, na alikuwa mpole sana kama alivyo sasa hivi, tukanyamaza tu, tumefumba macho. Baadaye tena nikasema, si nimesema tuombe? Akasema Baadaye tena mara ya tatu, kwanza tukawa mimi nikamchokoza kwamba yeye aanze. Kwa hiyo nikampiga hivi, na yeye akanirudishia. Tukaendelea na hako kama mchezo. Kama dakika kadhaa hivi. Hiyo ndio kufahamiana bwana. Haleluya. Baadaye mara ya tatu nikasema, Bwana tuombe. Na yeye la kwake ni kuitika tu. Sasa nikaona hapa tutakesha. Nikalianzisha, Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe. Basi tukaungana, tukaomba sala hiyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Huyo sasa ambaye nilikuwa simfahamu ndio anawasalimieni. Tunao watoto 5. Tunao watoto 5 wakubwa, kila mmoja ana mambo yake. Mmoja yuko hapa Dar es Salaam, binti yetu, binti wa 3 kuzaliwa.
yuko hapa hapa Dar es Salaam, anafanya kazi zake pale kiwanda cha Chemicotex kama mmoja wa wataalamu wa mitambo. Tunamshukuru Mungu. Alisema ataungana nasi baadaye, sijui itakuwa saa ngapi, labda kwenye ibada ile nyingine. Tunao wajukuu 10. Na mmoja katika hao yuko chuo kikuu. Nadhani sasa ni haki kubakiza wiki 2 kabla ya kustaafu. Labda kabla sijasema neno la Mungu, kitu kimoja cha msingi sana kuwepo hapa. Mchungaji amewaeleza vizuri sana na sitaki niharibu kabisa huo ushuhuda. Kitu ambacho nataka kusema tu ni kwamba Yohana alisema hakuna furaha kubwa kama hii kuliko kuwaona watoto wangu wakiendelea vizuri katika Bwana. Sasa mmoja wa watoto wangu wa kiroho ni mchungaji James Rubadanja. Asante sana baba. Sasa kwetu sisi kwenye utamaduni wetu, mtoto akiwa mkubwa yeye ndio anakuwa baba. Kwa hiyo yeye sasa hivi ni baba yangu. Na sio tu karanga. Karanga zimezalisha familia jamani. Lakini tumefanya naye huduma kubwa sana. Akiwa kijana mdogo, tumefanya naye huduma kubwa sana. Tulikuwa na kikundi chenye nguvu sana kule Geita na hata sasa kinaendelea. Kinaitwa Vijana Injili. Tulifanya kazi kubwa sana. Tulitembelea maeneo mengi sana. Nakumbuka wakati fulani tulienda kulala kwenye nyumba ambayo ni nyumba ya kuku. Nyumba ya kuku ndio huduma. Mnapoenda outreach mkubali kwenda mahali popote. Ndio huduma. Tukalala pale. Mmoja wenu aliugua nadhani. Ni wewe. Mchungaji aliugua sana. Aliumwa na kupe wale wa kuku. Na tulikuwa tunalala chini kwenye sulfate. Na kuku wanatukanyaga majogoo na wanafanya matendo yao yote wanayoyajua juu yetu. Basi tukiamka tunatazamana, tunachekana, tunaendelea na huduma. Na wakawa wanamtania, wewe James utakufa. Lakini anaimba hivyo hivyo na anatumika. Na mmoja akasema, ili James liko tayari hata kwenda mbinguni wakati wowote. Hizo ndio zilikuwa nyakati zile za huduma pamoja na mtumishi. Kwa hiyo kila wakati nikimtazama nakumbuka huduma yake. Mnaye mtumishi wa Mungu ambaye yuko tayari kuwatumikia. Tuombeeni tunapokwenda kustaafu. Ni kweli unapostaafu na hasa katika hali ya kichungaji yapo mahitaji mengi mbalimbali, lakini Bwana ni mwema, atakuwa pamoja na sisi. Kama alivyoanza nasi, nadhani atamaliza na sisi. Ila tumtukumbuke katika maombi. Bwana Yesu asifiwe. Na kama kuna mtu ataguswa mahali fulani popote, si ni jambo la kawaida. Paulo alisema kwamba tumepanda vitu vya rohoni, pandeni na nyinyi vitu vya mwilini. Ukiguswa tu nitakutajia namba baadaye. Unaweza tu hata ukaijaribu bila, yani sio kwa kumaanisha sana, lakini tu kaijaribu. Hebu ngoja nijaribu, alafu tutaona kama inaitikia. Bwana Yesu asifiwe. Leo ni siku ya CCT. Wanyarwanda wanasema CCT Day. Ni siku ya CCT. Sasa niseme machache sana ili niende kwenye neno tumalize.
Siku hii ni muhimu sana. Ni muhimu kwa sababu sio tu kwa sababu ya sadaka ya CCT, lakini ni muhimu kwa sababu inatukumbusha ule umoja wetu. Inaitwa Jumuiya ya Kikristo Tanzania. Hebu tuseme hilo neno. Jumuiya ya Kikristo Tanzania. Lakini kwa kifupi inaitwa CCT. Hilo neno Jumuiya ya Kikristo Tanzania kwa kifupi chake inaitwa CCT, Christian Council of Tanzania. Haiitwi JKT. Maana JKT ni kitu kingine. Lakini hii kwa kifupi inaitwa CCT. Jumuiya ya Kikristo Tanzania inajumuisha makanisa 12. Kwa sababu nasema hili kwa sababu mchungaji aliuliza kuna wengine ndio wamekuja hapa mwaka wa kwanza. Inawezekana labda hata kwenye UKWATA hawakusikia sana haya. Au inawezekana tu kwa sababu moja au nyingine kuna kusahau. Naomba tu niyataje haraka. Makanisa 12. Kanisa la Kiinjili ya Kilutheri Tanzania. Kama wapo watu wa aina hiyo wanaweza kutupungia mikono. Na sisi tunajua kabisa kwamba ndio giant katika CCT. Kanisa Anglikana Tanzania nao watupungie mkono, the second giant. Kanisa la Moravian Tanzania. Wa Moravian Mwanakondoo ameshinda. Africa Inland Church Tanzania au AICT. Wa AIC. Okay. Kanisa la Mennonite Tanzania. Mwetu mnainua mikono. Tumeanza kupungua sasa hivi tu. Haya. Makanisa yetu yalikuwa yanachukua maeneo wakati ule wa missionari walikuwa wanagawana maeneo. Kwa hiyo Mennonite ilikuwa kanda ya Ziwa hasa kule Mara na maeneo mengine. Jeshi la Wokovu, Salvation Army. Watu wa Jeshi la Wokovu makao makuu yao yako hapa Dar es Salaam, karibu na kambi ya jeshi pale Jitegemee pale. Jeshi la Wokovu hao. Haya bwana. Lakini ni moja ya memba. Kanisa la Wabaptisti Tanzania. Presbyterian Church of East Africa, PCEA. Kanisa la Mungu Tanzania. Kanisa la Mungu. Penda hili jina. Kanisa la Biblia. Kanisa la Mungu makao makuu yako kule Babati. Kanisa la Biblia makao makuu yako kule Tunduru. Kanisa la Uinjilisti Tanzania. Head office zao ziko kule Mbalizi, Mbeya. Kanisa la Upendo wa Kristo Masihi Kiuma, na wao wako huko Tunduru. Hayo ndiyo makanisa yanayounda CCT. Na tangu ianzishwe CCT miaka ya 60, mwaka sana mwaka wa sio miaka ya 60, miaka ya Januari 1934. Sio kitu cha muda mdogo, ni tangu zamani, mwaka 34. Kwa hiyo unapokuwa ndani ya taasisi hii, wewe jihakikishie kwamba ni taasisi kubwa iliyo na uzoefu na inayoweza kuwalea vijana kama mnavyolelewa sasa. Na wewe utazamie kwamba baada ya maisha yako ya chuo, Mungu anaweza kukuita katika utumishi na huduma mbalimbali ndani ya CCT. Bwana Yesu asifiwe. Na mimi katika ulezi wangu wa kulea vijana, naona vijana wengine wanapata wito, wanakuwa wachungaji kutoka katika USCCF, na wengine wameajiriwa pale makao makuu yetu ya CCT,
na wengine wanafanya kazi katika mikoa kama watumishi wa Mungu. Niwaambie kwamba nyinyi wasomi wa taaluma mnatazamiwa sana kwamba mtakapomaliza masomo yenu mkienda makanisani, makanisa yanawasubiri, maana mtayasaidia pia katika taaluma zenu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hii ni siku ambayo tunakwenda kutoa sadaka nzuri kwa ajili, kuna neno hapa ambalo limerudiwa, hata mchungaji amelisema kama tulilishika mapema, kwamba tunapofanya sadaka hii tunatimiza malengo. Nataka niseme lengo moja ambalo ndio kubwa linatuhusu hata sisi katika USCF: kuimarisha uinjilisti kamilifu unaozingatia mafundisho yenye msingi wa Yesu Kristo. Kuimarisha nini? Uinjilisti kamilifu unaozingatia mafundisho yenye msingi wa Yesu Kristo. Picha nzuri kabisa, identity kubwa ya CCT moja wapo ni chaplaincies zetu. Tukikutana hivi ndiyo picha halisi ya CCT inaonekana. Kule kwingine kila mmoja na kanisa lake wanakutanaga mara moja, lakini sisi tunapokutana hapa ndiyo tunaubeba UCCT wenyewe. Kuna wakati mwingine wana USCF mnajisahau, mnaanza kusema sisi ni USCF na CCT ni CCT. Sisi ndio CCT. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tunazungumza lugha moja, ile ambayo Yesu Kristo alisema wote wawe na umoja. Sawa sawa. Kwa hiyo sisi ndio picha halisi, na katika idara yetu ya vijana na uinjilisti na umisheni, sadaka, sehemu kubwa ya sadaka ambayo inatolewa ndiyo inasaidia sana katika huduma hizi. Tunao wachungaji wanahitaji kula, tunazo conferences. Kwa mfano wiki 2 zimepita tumekuwa na national conference yetu ya USCF kule Mbeya. Wangapi walienda? Mbarikiwe sana. Mbarikiwe sana. Sasa kuna gharama nyingi kubwa sana. Kwa hiyo sehemu ya sadaka inaenda katika maeneo hayo, na sehemu nyingine inaenda katika huduma zingine, ili kuimarisha uinjilisti ambao una mafundisho sahihi. Na tunamshukuru Mungu katika makanisa yetu, na nitasema baadaye, katika makanisa yetu haya yote yaliyotajwa hapa, kila mchungaji aliyoko kwenye kanisa, kwenye local church, mahali popote kwenye mtaa, lazima atakuwa amepitia mafunzo ya Biblia, ili akienda pale kanisani awafundishe watu katika usahihi wa neno la nani? La Mungu. Sio watu tu ambao wanaota, anapata ndoto halafu kesho anasimama kanisani, nimepata wito wa kulichunga kanisa na mimi ninaomba nitambulike kuanzia leo mimi ni Askofu Elikana Gonda, tena mimi nina karama ya utume na unabii ndani yangu. Hawaoti, wanapitishwa mahali fulani. Kwa hiyo wanao ujumbe kama alivyo mchungaji Rubadanja. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo mwendelezo huo, na nyinyi vijana msikurupuke tu kuanzisha huduma kwa kujisikia tu, maana huduma wakati mwingine sasa hivi ni business, ni income generating business. Msifanye hivyo, tutakuwa wachungaji wa mshahara. Ukipata wito, tunavyo vyuo vyetu vizuri, nenda ukasome chuo chochote kilicho chini ya CCT. Bwana Yesu asifiwe. Nadhani mengine nitakuwa nayasema humo kwenye neno la leo. Bwana Yesu asifiwe. Bado tuko katika
Kitabu cha Matendo ya Mitume. Bado tuko hapo. Sura ya 2. Naomba sasa niseme neno ambalo Bwana alinipa nililete hapa. Naomba tusaidiane kukumbuka maneno manne yanayotoka katika mistari hii. Maneno manne ambayo mimi nimeyaita nguzo 4 za kanisa. Nguzo ngapi? 4. Naomba nizitaje kwanza, halafu tutarudia huo mstari unaozisema. Nguzo ya kwanza ni fundisho, au andika kwa Kiswahili cha Kitanzania, mafundisho ya neno la Mungu. Andika tu, mafundisho ya neno la nani? La Mungu. Nguzo ya pili, fellowship. Sasa fellowship nimetafuta neno la Kiswahili, jumuiya, kitu kama hicho. Jumuiya au fellowship. Nyinyi kwenu fellowship ni kitu rahisi zaidi kukielewa. Fellowship, hilo ni la pili. La tatu ni kuumega mkate. Kuumega mkate. Nguzo ya 3, kuumega mkate. Nguzo ya 4, maombi. Kusali na kuomba. Bwana Yesu asifiwe. Hebu tuzitaje tena. Ya kwanza, mafundisho ya neno la Mungu. Ya pili, fellowship. Ya 3, kuumega mkate, na leo naona kuna vyombo hapa, tutaumega mkate. Ya 4, maombi. Bwana Yesu asifiwe. Sasa naomba nishauri tena kingine. Kama huwa unakaa na mtu ambaye huwa anapenda sana kukuongelesha, yani huwa anapenda mazungumzo, nikupe nafasi uhame hapo. Usimwambie kwamba ninahama kwa sababu wewe ni muongeaji sana. Uhame kimya kimya, uende kakae mahali pengine. Kama haukai na mtu wa namna hiyo, nisaidie kumwambia tusikilize hizo nguzo 4. Pole pole basi, sio kumpigia kelele. Mwambie tu, kama si mko karibu hapo, mwambie tusikilize hizo nguzo 4 za kanisa. Haleluya. Tunajua yaliyotokea, maana tunasoma habari ya siku ya Pentekoste. Si mnakumbuka matukio yaliyotokea siku ya Pentekoste? Wapendwa huko juu, si mnakumbuka yale yaliyojitokeza siku ya Pentekoste? Jambo kubwa kabisa ambalo tunalikumbuka ilikuwa ni nini? Kujazwa Roho Mtakatifu. Na baada ya kujazwa Roho Mtakatifu, wakanena kwa lugha zingine. Usiseme tu kunena kwa lugha. Wakanena kwa lugha zingine, wakanena kwa lugha zingine. Na nimekumbushwa hapa na Roho Mtakatifu kwamba niseme habari ya kunena kwa lugha kwa maana 2. Kunena kwa lugha kibiblia, sehemu kubwa sana ni aina 2 za kunena kwa lugha. Kunena kwa lugha kama walivyonena siku hiyo ya Pentekoste, wakasema kwa lugha za watu wengine, foreign languages. Kunena kwa lugha za watu wengine. Tunaambiwa walikuwepo pale watu wa mataifa mbalimbali, na wale waliojazwa na Roho Mtakatifu walikuwa Wayahudi, tena wa Galilaya. Walijua Kiyahudi, walizungumza kwa lafudhi ya Kigalilaya, na international language ilikuwa ni Greek wakati ule. Lakini walipojazwa na Roho Mtakatifu, wakaanza kuhubiri neno la Mungu kwa lugha za watu
wengine. Kama mimi hapa, tuchukulie nyinyi wote hapa ni Wazaramo, na mimi natokea kanda ya Ziwa, halafu nikaanza kuhubiri kwa Kizaramo na sijajifunza Kizaramo. Nimetoka tu Geita, nikafika hapa, nikaanza kuhubiri kwa Kizaramo. Hiyo nitakuwa ninanena nitakuwa nafanyaje? Kuna watu hawajanielewa hapa. Ndugu yangu yuko hapa Dar es Salaam, na huenda kwenye ibada ya pili atakuja. Alialikwa kwenda South Africa, Pretoria, na wakajua kwamba kwa vile anatoka jijini anajua sana Kiingereza. Ibada ilikuwa ya Kiingereza, na yeye ni Msukuma Mnyamwezi, anajua Kiswahili cha Dar es Salaam na Kinyamwezi cha Sikonge. Aliposimama akasema praise the Lord, watu wakaitikiaje? Amen. Sasa Kiingereza kikaishia hapo. Na kuna dakika kama 10, 20, 30 za kuhubiri, hakuna Kiingereza. Na kwa sababu ya hofu, na hata kile kilichokuwa kimebaki huko chini na chenyewe kwisha. Akarudia mara ya pili, praise the Lord, watu wakaitikia. Mara ya tatu, aliporudia mara ya tatu, akaona muujiza unajitokeza. Mama mmoja aliyekuwa na mapepo yakalipuka, lakini alikuwa kiwete, anataka kuinuka, hawezi kuinuka. Hii ni habari ya kweli. Kiingereza kimekwisha, anakemeaje hayo mapepo? Akasema ngoja tu nimwambie asimame. Lakini namwambiaje? Kiingereza hakipo. Akamwambia kwa Kisukuma. Kikaenda hivi, bukaga, yani inuka, kwa Kisukuma. Yule mama akasikia kwa Kiingereza. Sijui sasa mnanielewa? Yani unapozungumza wewe kwa lugha yako, kama hiyo ndio kunena kwa lugha kwa sababu ya faida ya watu wengine, wanasikia kwa lugha zao. Tuko pamoja? Sasa akakazana, akajua ala, kumbe watu wa hapa Pretoria wanafahamu Kisukuma. Akakazana sasa, mahubiri yote kukemea pepo na nini kwa Kinyamwezi na Kisukuma humo ndani na Kiswahili, wao wanasikia Kiingereza. Mpaka mwisho anasema wale wote wanaohitaji sijui nini wapite mbele. Watu wakapita mbele. Haleluya. Hiyo ndio inaitwa glossolalia kwa Kilatini, kwa Kigiriki glossolalia, kusema kwa lugha ya watu wengine. Kama umepata neema hiyo ya kunena kwa lugha kwa njia hiyo, mshukuru Mungu. Lakini aina ya pili ni kunena kwa lugha inayokujenga wewe rohoni, ambayo hakuna mwingine ndani ya kanisa anayesikia. Tuko pamoja? Anayeelewa. Okay, asante. Wewe umekaa Dar es Salaam, Kiswahili kimeongezeka. Kusikia wote watasikia, lakini anayeelewa hakuna. Imeandikwa katika Wakorintho wa kwanza sura ya 14 kwamba ukiomba kwa kunena kwa lugha mbele ya chakula, mbele ya ugali, unanena kwa lugha yako, ile yako, sio ile ya foreign language. Sasa mimi nitaitikiaje amina mwisho wa maombi yako? Tuko pamoja? Msinielewe vibaya. Ndio kulea hivyo. Kuna watu ambao anajikuta anaanza kunena kwa lugha katikati ya kanisa na hakuna tafsiri yoyote.
Vijana wako mchungaji watanipiga mawe, ngoja niache hii mada. Biblically kunena kwa lugha kuko hivyo, na tunahimizwa kunena kwa lugha. Mnanielewa sasa? Lakini ziko aina ngapi? 2 kuu. Moja inaitwa glossolalia, nyingine inaitwa xenoglossia kwa Kigiriki. Hatuwezi kwenda nje ya hapo na tukasema tunamtukuza Mungu. Lazima tumheshimu Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Basi walinena kwa lugha. Baada ya kunena kwa lugha, watu wakaanza kudhihaki. Wamelewa. Unajua katika Efeso sura ya 5 inasema, bali mjazwe Roho, msirewe. Kwa nini? Kwa mvinyo, si ndio Bali mjazwe. Wakati mwingine hatuwatofautishi mtu aliyelewa pombe na aliyelewa na Roho Mtakatifu. Ni kama wanafanana. Na wengi wanasemaga kwamba hata mtu kama hajui sana Kiingereza, akilewa kapombe kidogo, Kiingereza kinapanda. Na mimi nilikuwa kule kijijini kwetu, alikuwepo mzee, alikuwa mlevi. Alikuwa hajui kabisa Kiingereza nadhani. Lakini akinywa pombe jioni utamsikia anasema full tank, full tank. Kiingereza kimekuja. Tumbo lake limejaa, anasema full tank. Bwana Yesu asifiwe. Sasa tukiacha hayo ya kunena kwa lugha, somo letu, nguzo ya kwanza tumesema ni nini? Watu wakadhihaki. Petro akasimama na ujasiri. Wakati ule ameongoka, hamwachi tena Bwana Yesu, akasimama kwa ujasiri, akahubiri neno, akapiga injili. Vijana wanasema akapiga injili ya kufa mtu ya dakika kadhaa nyingi, maana maneno mengi mengine akapiga injili. Sasa watu wakauliza tufanyeje? Akasema muamini Yesu. Walipomwamini Yesu, waliomwamini Yesu tunatajiwa walikuwa idadi gani? Kama wangapi? 3,000. Hata hapa hatufiki 3,000. Ni mkutano mkubwa sana. Na kwa neema ya Mungu siku ile ile wakabatizwa. Nakumbuka nilikwenda mahali fulani kule Bariadi, kanisa la AIC kulikuwa na wabatizwa 176. Na kanisa lile linabatiza kwa maji mengi. Na nilikuwa kwenye dimbwi, kwenye bwawa. Maji yamefika hapa. Halafu namshika mmoja. Na wengi walikuwa vijana wabishi kuliko kawaida. Nilijifunza siku ile kupiga ngwala ndani ya maji ili mtu azame. Nilipotoka pale mapafu yalikuwa yamepata changamoto. Wakanitengenezea kitu cha moto, nikaendelea na huduma. Ninajiuliza, hawa mitume 12 walibatiza watu zaidi ya 3,000. Walikuwa na nguvu. Maana ubatizo mpaka wakati ule ulikuwa ni wa kuzamisha. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kitu cha msingi ambacho ndio kinazaa hizi nguzo, kwa dakika hizi kama 4-5 zilizobaki, unisikilize vizuri. Hawa watu wakadumu kushikilia hizo nguzo. Nguzo walioishikilia ya kwanza ilikuwa ni mafundisho ya neno la nani? La Mungu. Watu kufundishwa neno la Mungu. Na baadaye hata mitume walisema, kazi ilipokuwa kubwa sana, wakasema hatuwezi kuacha kufundisha neno la Mungu. Chagueni watu wengine, madiakonia, madikons, watakaofanya huduma zingine, lakini sisi tutadumu kulifundisha neno la Mungu. Utasoma hayo katika Matendo ya Mitume sura ya 6. Kufundisha neno la Mungu, sio tu kufundisha katika usahihi wake. Kwamba ikiwa hapa tunasoma kitabu kilichoandikwa na nani? Na Luka. Ikiwa Luka ataingia hapa akanikuta mimi mchungaji Elikana Gonda kutoka chuo cha mipango ninahubiri
Dr. Luka ataonekana katika muonekano gani? Atakuwa anafanya hivi au hivi? Maana tunachotakiwa kufundisha ni kuenda katika usahihi na kuleta maana iliyokusudiwa wakati mwandishi wa kwanza alipokuwa anaandika. Ile maana usiitoe, usiharibu, usiipindishe. Ndio maana wakati mwingine neno la Mungu linapokuja linakuwa kali kama ambavyo limewazubaisha sasa habari ya kunena kwa lugha. Fundisha katika usahihi, na watu wapende mafundisho yaliyo sahihi. Wasikimbilie kila aina ya fundisho. Paulo anasema, anamwambia Timotheo, maana utakuja wakati watu watakapoyakataa mafundisho yenye uzima, na watajitafutia walimu makundi. Watakuwa wanawakumbuka hao walimu hata bila kanisa. Unajua kuna makanisa mengine hata watu hawayajui. Namwambia, wewe unasali kanisa gani? Kwa mchungaji Rubadanja. Yaani hata kanisa hajui ni kanisa gani. Kwa sababu hata makanisa ni ya Kiingereza tena kirefu. Sasa Mnyiramba wapi na wapi na Kiingereza? Kufundisha, kupenda mafundisho. Mchungaji, nakushukuru sana baba, umewainua vijana wako wa mwaka wa kwanza na wa pili, na mimi nakomelea hapo hapo. Mkiikosa hii nafasi mjilaumu wenyewe. Kupenda mafundisho sahihi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ile ya pili ni kudumu katika fellowship. Sasa kwenye fellowship lazima uchague fellowship nzuri. Maana fellowship zingine zinawapoteza watu. Zipo fellowship mpaka zimeua makanisa. Fellowship zingine zilianzishwa, watu wakaanza kuona maono, wakaanza na kuota ndoto. Na ndoto, mimi katika kampeni yangu kuhusu ndoto, mimi sina interest kabisa na mambo ya ndoto, hasa kwenu nyinyi vijana. Maana imesemwa vijana wenu wataona nini? Maono, vision. Na pasipo maono ukabaki na ndoto, huwezi kujizuia, huwezi kupanga mipango yako. Wasomi hawaoti ndoto. Wasomi wanaona nini? Ndoto. Kina nani wanatakiwa wabaki na ndoto? Vichwa hivi vyenye mvi hivi. Wazee ndio ndoto, wamejichokea. Lakini kijana wanasema, nina ndoto, I have my dream car, my dream wife. Najidanganya bure tu. Na watu wamedaka hiyo ndoto. Nimeota ndoto mtumishi, inasemaje? Nimechomwa kisu, toa sadaka. Na mimi ningekuja na utaratibu huo ningezizoa hapa. Bwana Yesu asifiwe. Fellowship, watu wanaona maono kanisani, wanasema, mama mchungaji, tumeonyeshwa mchawi. Eti wana fellowship. Kanisa linabaki hapa. Jiangalieni sana. Chagua fellowship itakayokusaidia. Sio kila fellowship. Tuko pamoja? Ya pili, walidumu katika kumega nini? Ya tatu, kumega nini? Kila Mkristo aliyebatizwa amepewa kipaimara anatakiwa kumega mkate hata siku hii ya leo. Kujitafakari yeye mwenyewe, kujihoji na kumuomba Bwana na kutubu na kusogea kwenye meza ya Bwana. Maana ni amri. Sisi katika CCT tunazo hizo sakramenti mbili, ubatizo na kumega nini? Mkate. Lakini pia juu ya kumega mkate, kukaribishana. Walikuwa wanakaribishana. Siku hizi hatukaribishani. Kumbe siku ile ya semina kutakuwepo na lunch. Kukaribishana ni kitu kikubwa sana. Injili ya chakula tunaita hospitality gospel. Unamkaribisha tu rafiki yako, umeandaa viazi viwili vitatu, mnagawana. Katika maombi tunamuombea hata asahau mpaka kufa, hata kama hujui kuhubiri.
Nani yuko tayari atafanya hivyo wiki hii? Amina, mbarikiwe sana. Ya mwisho tunaijua, nguzo ya mwisho ni nini? Maombi. Without prayers, bila maombi. Maombi ni powerhouse ya kanisa hili. Tukiacha kuomba, we are finished. Mchungaji wetu hatakuwa na neno, wazee wetu, mwinjilisti, nani hawatatoa neno kama waombaji hawatakuwepo. Lazima wawepo waombaji na waombe kwa usahihi, sio tu ili mradi kuomba. Mimi naingiaga kwenye fellowship nyingi za vijana, sio mipango, msianze kuwapigia simu. Mahali pengine naingiaga kwenye fellowship, unakuta watu wanaomba lakini hakuna hata maneno yanayosema. Mtu anapiga makelele tu, Yesu, Yesu, Yesu. Na kiongozi amesema tuombe kwa dakika 10. Yeye tangu mwanzo, Yesu, Yesu, Yesu. Mpigie Bwana Yesu Kristo makofi. Unajua hayo maombi yanaitwaje na Yesu? Ndio maombi ya kupayuka payuka. Maneno ambayo hayana mantiki. Na anasema anaomba. Na ameinua na mikono mpaka blouse imeinuka na yenyewe. Na amekazana neno hilo tu. Ni zuri, lakini Yesu afanye nini? Mweleze basi. Si mwambie. Mwambie basi. Mwisho, hata katika mafundisho, mimi na ugomvi sana siku hizi na watunga nyimbo. Wametutungia nyimbo za ajabu sana siku hizi. Eti shetani na mama mkwe yake wanalia. Halafu shetani ana makalio. Amekalia misumari. Imeandikwa wapi? Kama sio shibe ya ugali tuna chips. Watu wanasema si kiroho mchungaji, kiroho amekalia misumari. Nasema ushindwe kabisa. Wewe unasema kiroho wakati unataja mwili. Shetani akipita teke na kichwa. You are playing with fire. Tunga nyimbo zinazofaa. Si mnazikumbuka zile zetu? Palikuwa na mtu katika nchi ya Usi. Wow!